Matumaini ya kufikiwa haraka kwa makubaliano yanadaiwa kugonga mwamba baada ya masharti magumu ya Iran kuwekwa rasmi. Masharti yaliyotolewa na katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohammad Bagher Zolgadri, kwa kiasi kikubwa yanarudia masharti yaliyokuwa sehemu ya makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mwezi Juni. Lakini sasa Zolgadri amewasilisha masharti hayo kama sharti la lazima ili mlango wa uamuzi urejee kufanya kazi kikamilifu kama kawaida. Masharti hayo yanajumuisha kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, kulipa fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita, pamoja na kusitishwa mara moja kwa kizuizi cha Marekani dhidi ya bandari za Iran. Lakini iwapo kauli hizo zitatumika kama ishara ya msimamo wa sasa wa Tehran, huenda zikapunguza zaidi matumaini ambayo rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameibua kuhusu uwezekano wa kufikia kwa makubaliano na Iran hivi karibuni. Wakati huo huo, Iran na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu njia mpya ya kuruhusu meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo mpango huo unatarajiwa kusimamiwa kwa pamoja na Iran na Oman, huku nchi hizo zikitoza ada kwa matumizi ya njia hiyo. Makubaliano kama hayo, iwapo yatafikiwa, yangefungua sehemu tu ya njia kuelekea suluhisho pana la mzozo huo. Hata hivyo, yanaweza kumpa Rais Donald Trump njia ya kujiondoa katika vita bila kuhitaji kufikia mara moja makubaliano kamili ya kumaliza mzozo huo. Tofauti hizi ni za aina gani? Moja ya kauli ambazo zinatolewa na watu wengi katika mitandao ya kijamii na duniani kote kwa ujumla, kwa sababu wanatajwa mgogoro huo hakuna mtu yoyote ambao unamfaidisha mpaka kufikia hivi sasa. Watu wote wanatamani waweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kuweza kufikia makubaliano na amani, kuhakikisha inarejea tena ndani ya mipaka ya Mashariki ya Kati na mlango bahari wa Hormuz ukaruhusiwa kuweza kutumika tena rasmi na watu wote.